Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na serikali yapiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa yaongoza makusanyo ya kodi ya ardhi mkoani humo, ambayo ni sawa na 61% ya lengo kuu ambayo lilikuwa bilioni 4.8. Kinara wa makusanyo hayo ni Halmashauri ya Manispaa ya Iringa ambaye amekusanya zaidi ya bilioni 1.1. Waziri Ndejembi asema bei za mafuta kuanza kushuka mwezi Julai. Lakini katika soko letu Tanzania tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unayokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu kwa siku ya leo. Na tukianzia jijini Dodoma, Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi amemwelekeza Mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara ya vyama vyote vya siasa nchini katika kipindi hiki chenye viashiria vya matishio ya amani. Katambi ametoa maelekezo hayo leo jijini Dodoma akiwa bungeni wakati akijibu swali juu ya mwongozo wa serikali uliombwa na mbunge wa Dodoma Pasco Chinyeli kuhusiana na matishio ya maandamano yaliyopo katika mitandao ya kijamii. Katambi amesema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa kukabiliana na matishio hayo. Mheshimiwa Spika, pia kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa endelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Na Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imeongoza katika makusanyo ya kodi ya ardhi katika mkoa wa Iringa baada ya kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 1,106,800,000 ikiwa ni sehemu ya jumla ya zaidi ya shilingi bilioni 2,900,600,000 zilizokusanywa na sekta ya ardhi mkoani humo hadi kufikia sasa. Akizungumza katika kikao kazi cha maafisa ardhi wa mkoa wa Iringa, afisa ardhi mteule wa mkoa huo Christopher Ntwenye amesema makusanyo hayo yamefikia 61% ya lengo la mwaka wa fedha wa 2025-26 lililowekwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Yangu ni Christopher Ntwenye, afisa ardhi mteule mkoa wa Iringa. Ofisi ya Kamishna wa Ardhi mkoa wa Iringa imefanya kikao kazi katika leo tarehe 25 mwezi wa 6 2026. Kikao kazi hiki kimejumuisha wataalamu wote ili kuboresha utendaji kazi katika mkoa wa Iringa. Hadi sasa mkoa wa Iringa umekusanya kiasi cha zaidi ya bilioni 2.9 ambalo ni sawa na 61% ya lengo kuu ambalo lilikuwa bilioni 4.8. Kinara wa makusanyo hayo ni Halmashauri ya Manispaa ya Iringa ambaye amekusanya zaidi ya bilioni 1.1. Halmashauri ya Mji Mafinga imekusanya kiasi cha shilingi milioni 687 na pointi zake. Inayofuatia halmashauri ya wilaya ya Iringa imekusanya
kiasi cha shilingi milioni 313 na pointi zake. Inayofuatia ni halmashauri ya wilaya ya Kilolo imekusanya shilingi milioni 215 na pointi zake. Inayofuatia ambayo ni ya mwisho ni Mufindi DC imekusanya shilingi milioni 204 na pointi zake. Asante. Swala la hati miliki, kinara bado ni manispaa wa Iringa ambaye ameandaa hati 2447. Mafinga anafuatia kwa kuandaa jumla ya hati 1727. Hivyo basi na halmashauri zingine zimeweza kuchangia maandalizi hayo ya hati, ambapo Kilolo wameandaa hati 223, Mufindi 138 pamoja na Iringa DC 272. Hivyo basi jumla ya hati mpaka sasa mkoa wa Iringa iliyoweza kuzisajili ni hati miliki 4456. Lakini pia katika mazoezi mbalimbali ambayo yamesaidia sana kuchangia ongezeko la makusanyo pamoja na ongezeko wa hati miliki ni zoezi la hati miliki ardhi clinic, ambayo ardhi clinic hiyo ni huduma za ardhi mitaani, ambako mpaka sasa katika hati 4456 zilizosajiliwa, ardhi kliniki hizo zilizofanyikwa na mkoa wa Iringa ambazo ni ardhi kliniki 16 kwa mwaka huu wa serikali, hati miliki 2547 zimetokana na mazoezi ya ardhi kliniki. Asante. Kulikuwa na zoezi la Samia ardhi kliniki ambalo lilifanyika kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 8 katika siku ya wanawake duniani, ambalo zoezi hilo lilisaidia kuwapa elimu wanawake juu ya umuhimu wa wao pia kumiliki ardhi. Zoezi hilo kwa ujumla lilitupa jumla ya hati miliki 285, ambazo wanawake walikuwa na jumla ya hati miliki 116 na zilizobaki walimiliki wanaume. Hivyo zoezi hilo pia lilichangia sana katika ongezeko la hati miliki kwa mkoa wa Iringa. Na Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amesema Watanzania wataanza kushuhudia kushuka kwa bei za mafuta kuanzia mwezi Julai mwaka huu kufuatia kuanza kushuka kwa bei ya mafuta ghafi katika soko la dunia baada ya kusitishwa kwa mapigano ya Mashariki ya Kati. Akijibu mwongozo wa mbunge wa jimbo la Bagamoyo na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini, Mheshimiwa Subira Mgalu, bungeni jijini Dodoma, Ndejembi amesema serikali imezielekeza EWURA, TPDC na PBPA kuhakikisha manufaa ya kushuka kwa bei duniani yanafika kwa walaji nchini. Katika kipindi chote cha mgogoro wa Mashariki ya Kati, taifa letu halijakumbwa na uhaba wa mafuta. Ulikuwa ukitoka Dar es Salaam mpaka Kyerwa, mafuta yapo katika vituo vyote. Mheshimiwa Spika, bei ambazo zilikuwa zimepatikana katika kipindi cha vita cha mwezi wa 3 katika region yetu hii ya Afrika Mashariki ndio ilikuwa bei ndogo kuliko wengine, hadi kupelekea nchi nyingine kutaka kuja kuchukua mafuta kwetu. Mheshimiwa Spika, hata katika bei za mwisho kwa mlaji, soko la Tanzania, wote ni mashahidi na vyombo vya habari mmekuwa mkiona vikitoa, bei yetu katika pampu imeendelea kuwa bei ndogo kuliko nchi nyingine zinazotuzunguka katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa baada ya serikali kupitia TPDC, EWURA na PBPA kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba hatupati uhaba wa mafuta wakati wa vita, nikiri Mheshimiwa Spika kwamba sasa baada ya mazungumzo yale ya amani kufanyika na kupatikana kwa ceasefire ya siku 60, bei ya soko la dunia ya mafuta ghafi imeanza kushuka na sasa imefika mpaka $70 kwa barrel. Serikali imewataka TPDC, PBPA na EWURA kuhakikisha ya kwamba Mtanzania naye anaanza kuona bei ile ikishuka katika vituo vyetu vya mafuta. Mheshimiwa Spika, nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba Watanzania wataanza kuona bei ya mafuta ikishuka, na kadri mzigo unavyozidi kuja wa bei nafuu,
kwa sababu kwa sasa kuna meli ambazo ziko njiani, kuna meli zilizofika bandarini, kuna mafuta yaliyoshushwa yaliyokuwepo katika storage. Kadri meli zinavyoanza kuja zinazotoka za mzigo wa bei nafuu, na bei zitazidi kushuka, na tunatarajia, hata wataalam duniani wametoa takwimu, tunatarajia kwamba ndani ya wiki 8 mpaka wiki 10 dunia itarejea katika bei zilizokuwepo Februari mwaka 2026. Lakini katika soko letu Tanzania, tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unayokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuangalia hali ya Mashariki ya Kati inavyoendelea, kwa sababu mafuta yetu tunaagiza kwa 100%, na katika 100% ya mafuta tunayoagiza Tanzania, 61% yanatoka Mashariki ya Kati ambayo yanapita katika mlango wa Hormuz, na 40% tunapata kutoka nchini India. Tutaendelea kuona ni namna gani tuna diversify upatikanaji wa mafuta katika taifa letu, lakini vile vile kwa maelekezo yake Mheshimiwa Rais wetu tunaangalia ni namna gani sasa tutapata refinery yetu pale Tanga ili kuweza kusafisha mafuta yetu wenyewe. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma. Na tukiendelea kusalia jijini hapo, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema serikali itawachukulia hatua za kinidhamu wahifadhi watakaobainika kuruhusu uvamizi wa maeneo ya hifadhi. Dr. Kijaji amesema uvamizi huo unachangia uharibifu wa rasilimali za taifa, hivyo watumishi wenye jukumu la kulinda maeneo ya hifadhi wanapaswa kutekeleza wajibu wao kwa uadilifu. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa wahifadhi wa wanyamapori nchini, amesema watumishi watakaoshindwa kuwajibika hawana nafasi katika utumishi wa umma. Tupate taarifa zaidi. Tukigundua mashamba yameanzishwa katikati ya hifadhi hizo, wewe msimamizi wa eneo hilo, kuanzia siku hiyo tunapogundua, basi utakuwa umeaga utumishi wa umma. Hili ndilo nilitamani nije niliseme mwenyewe, sababu haiwezekani. Na ukikaa na wananchi wanatuuliza haya maswali ninayojiuliza nanyi leo, kwamba tulikuwa wapi mpaka haya yanafanyika? Wananchi wanakwambia sisi tunajua walikuwa wapi. Sio kwamba hawakuwepo, walikuwepo, lakini tulisema tukakubaliana. Sasa mpaka hapa tulikofika, tunapokwenda kuvuna wanatudai kingine tena. Sasa ndugu zangu, huu si uzalendo. Tuache hii hali, tuache hii tabia. Tunahatarisha makazi ya wanyamapori wetu, lakini tunahatarisha hifadhi zetu tulizonazo kwenye vijiji vyetu na tulizonazo kwenye maeneo yetu yote. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha maeneo yote yaliyohifadhiwa, yawe ni maeneo ya vijiji, yawe ni maeneo ambayo yako chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, yanasimamiwa na Wakala wa Nishati Vijijini LEA kwa kushirikiana na mkandarasi shirika la uzalishaji mali JKT Suma JKT. Kwa mara ya kwanza wamewasha umeme katika kitongoji cha Lumbila katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa, ambapo eneo hilo lilikuwa halijapata umeme tangu Tanzania ipate uhuru mwaka 1961. Akiongoza hafla ya kuwasha umeme kwa mara ya kwanza, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini, bodi inayosimamia REA, balozi na meja jenerali mstaafu Jacobo Kingu, amesema utekelezaji wa mradi huu ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kuhakikisha huduma ya umeme inawafikia Watanzania wote bila kujali umbali na changamoto za kijiografia. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Ludewa. Mzee Mwamgunda amesema miaka 61 alikuwa hajawahi kuuona umeme huko. Sasa ameuona, ameushuhudia. Ni jambo la kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anawezesha
wizara yetu ya nishati anavyowezesha wakala wa nishati vijijini katika kutekeleza majukumu yake. Na sisi bodi ya nishati vijijini tunafurahi, tunafarijika kuona utekelezaji huu unaofanywa na wakala wa nishati vijijini kupitia wakandarasi ambao wanawapa kazi. Na kipekee tunampongeza mkandarasi Suma JKT Electrical Company jinsi ambavyo wamefanya kazi. Tumetoka kule Matema kule, tumeboard ile boti, tumepita njiani mle kwenye maji, watu wa Mabatini, watu wa Lumbila, fedha nyingi zimetumika kuufikisha umeme hapa. Yameelezwa mengi, lazima tuutunze miundombinu hii, lazima muitunze. Na katika mradi huu itanufaisha jumla ya wateja wa umeme wa njia moja wateja 151 na umeme wa njia tatu wateja 9. Na gharama za mradi huu ni shilingi bilioni 3.124 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji hivyo 6. Mpaka sasa hivi mradi huu umefikia 67.7 na mkandarasi yuko site, na mpaka sasa hivi tumeweza kuwasha umeme katika vitongoji 3. Kwa hiyo tumebakiwa na vitongoji vingine 3. Haikuwa kazi rahisi kufikisha umeme kwenye maeneo haya. Kama tunavyojua, maeneo haya ni maeneo ambayo yapo kwenye mwambao wa Ziwa Nyasa. Usambazaji wa matirio yake, usafirishaji wa matirio yake si rahisi. Vyombo ambavyo tulikuwa tunatumia kusambaza nguzo, waya ni boti hizi za kawaida. Kwa hiyo tukifunga nguzo kwenye maji, boti zikiwa zikivuta zile nguzo zikiwa kipindi zinaelea. Alikadhalika waya zile za mkubwa za umeme tulifanya design special ya kupunguza drum kutoka zenye uwezo wa kilomita 6 mpaka kilomita 4, tukatengeneza drum special zenye kilomita 1 ili ziweze kuingia ndani ya boti. Umeme umekuwa ni fursa kubwa sana. Fursa kubwa kwa maana ya kwamba mazao ya uvuvi yote kabla hapo yalikuwa yanachakatwa kwa njia za asili, kwa maana ilikuwa ni kuanika either kwenye jua ama kwenye moshi. Sasa pale inamnyima fursa mlaji kuchagua ni nini atumie kwa siku hiyo. Lakini kwa umeme ukifika, samaki na maana ataweza kutunzwa kwa muda mrefu, kwa maana kwamba ataweza kutengeneza barafu. Samaki yule ataweza kusafirishwa kutoka hapa kwenda sehemu husika kama wanaofanya wenzetu kule Mwanza. Umeme Lumbila kufika awamu hii kwenye msimu maalumu kabisa wa Kombe la Dunia, mechi zilikuwa zikiendelea, hatukuweza kuzishuhudia kwa sababu hatukuwa na umeme wa kuweza kutazama hizo mechi. Na kwa sasa tuna imani tunaweza kutazama mechi zote za Kombe la Dunia kutoka saa 2 hadi kuna kucha Na tukirejea mkoani Iringa, Azania Bank imeendelea kuhamasisha wanawake kujiunga na huduma zake za kifedha kupitia akaunti maalum ya Hodari inayolenga kuwawezesha wanawake kiuchumi. Akizungumza katika uzinduzi wa majukwaa ya wanawake kata ya Kalenga wilayani Iringa, afisa masoko wa Azania Bank Happiness Chacha amesema akaunti ya Hodari haina makato ya kila mwezi na humwezesha mteja kupata huduma mbalimbali za kibenki ikiwemo matumizi ya simu kupitia mobile banking. Tupate taarifa zaidi. Kwa majina naitwa Happiness Malo, afisa masoko wa Azania Bank. Nikisema Azania, mnasema benki inayozidi matarajio. Azania? Sijasikia. Azania? Benki inayozidi matarajio kweli. Nikisema kweli ni kweli. Tuna akaunti yetu kwa ajili ya wanawake inaitwa Hodari. Hodari kweli. Tunakufungulia akaunti bure, lakini ile akaunti haina makato ya kila mwezi. Tunakupa kadi bure, tunakuunganisha na mobile banking bure. Halo? Mnalisikia kweli? Lakini kubwa kuliko, nasikia
kuna familia zinavunjika, nasikia kuna wamama wanakimbia miji. Kubwa kuliko kutoka Tanzania, kubwa kuliko tuna riba ya 12%, yani 1% kila mwezi. Jamani, mnanielewa? Alo, tunasikilizana. Azania benki ni benki inayozidi matarajio. Tuko hapa Iringa Luku, opposite na NMB. Alo, tunaelewana? Tunasikilizana? Lakini leo mimi pia nitakuwepo, nitafungua account. Kwa hiyo yoyote anayetaka kufungua account nitakuwepo. Sawa Alo, Azania. Sijasikia jamani, sijasikia. Azania. Na mtazamaji wa Matukio Daima, mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na serikali yapiga marufuku mkutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa yaongoza makusanyo ya kodi ya ardhi mkoani humo, ambayo ni sawa na 61% ya lengo kuu ambayo lilikuwa bilioni 4.8. Kinara wa makusanyo hayo ni Halmashauri ya Manispaa ya Iringa ambaye amekusanya zaidi ya bilioni 1.1. Waziri Ndejembi asema bei za mafuta kuanza kushuka mwezi Julai. Lakini katika soko letu Tanzania tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unayokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia tulipoanza kukusomea habari hizi mpaka sasa tunafikia tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majenge. Na tuendelee kutufuatilia katika mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, lakini TikTok kwa jina moja la Matukio Daima habari. Uwe na usiku mwema. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukiro entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He?
Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.